ndani ya Dada Sports. Jina langu ni Florence Renatus, leo pembeni yangu hapa so mwingine ni bwana David Pasco, mtu wetu wa nguvu kabisa na ambaye ameendelea kuwa na sisi Dada Sports kila kukicha. Ni wakati mwingine tena tunakutana na hapa tunao kubwa nzito nzuri sana ambao tunakwenda kupashana. Ni kuhusiana na rais wa kikosi cha Young Africans, rais wa mabingwa watetezi wa ardhi ya Tanzania, rais wa vilabu vyote barani Afrika, Engineer Hersi Said. Tunasema amelamba shavu au ameokota dodo, yote tutavisikia kutoka kwa ndugu yetu hapa bwana Afrika Bovu. Kubwa zaidi nakukumbusha kwamba Dada Sports tunaendelea kutoa updates zote za kimichezo. Kwa hiyo wakati ambao pengine tunakutana na sisi kwa mara ya kwanza kabisa, nikwambie tu namna nyingine ya kukutana na sisi kupitia njia ya subscribe. Bwana Mr. David Pasco. Ndio bwana. Unaonekana una furaha sana. Hujaniambia siri ya kicheko chako kwa sababu umefika hapa kama mtu wa raha sana. Huu ni mwezi wa raha. Mwezi wa 10 mwezi wa 10 mwezi wa raha. Hii mwezi wa raha au mwezi wa 3 sio wanasema mwezi wa mahaba sio mwezi wa nini ule. Inategemea, ila kwangu mimi mwezi wa 10 ni mwezi wa raha. Bwana, kuna kitu kimoja kabla tujaanza interview. Nimejaribu kuuliza. Kwa nini Hersi anaitwa rais wa kikosi cha Yanga, alafu Mangungu anaitwa mwenyekiti wa klabu ya Simba? Mangungu anaitwa mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa sababu ni mwenyekiti aliyochaguliwa na wanachama kikatiba. Yeye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye anawakilisha wanachama wote wa klabu ya Simba. Lakini Engineer Hersi Said yeye cheo chake ni cheo cha rais wa klabu ya Yanga. Ambaye anawakilisha klabu ya Yanga, mashabiki na wanachama wake pia. So haina tofauti sana na Murtaza Ali Mangungu, lakini kwake ameivana kwa maana tu ya namna kuitamka rais ule mwenyekiti. Bwana na kwa nini mweke Mangungu kwanza? Mimi nilikuwa nawaza kwa nini Murtaza Mangungu au aitwe rais wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu. Wengi wao tunaita mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kwa Yanga kule tunasema rais wa kikosi cha Young Africans. Kidogo inanishangaza sana. Katiba ya Simba hawana cheo cha urais. Kwa sasa. Kwa ni issue za kikatiba tu. Yanga wao wana cheo kile cha urais. Zamani walikuwa na cheo cha mwenyekiti wa klabu ya Yanga, ambapo alikuwa Mshindo Mbete Msola. Lakini baadaye alipoingia Engineer Hersi Said, walibadilisha baadhi ya vitu na wakaingiza rais wa klabu pamoja na makamu wa rais. So wakaondoa ile kitu ile mwenyekiti. Kwa nini? Wakataka kuipa thamani zaidi cheo hicho ili aweze pia kuenda beyond zaidi kufanya makubwa. Ndio maana kwa kuna CEO pale, kuna ile wanasema Excom, kamati ya ile kamati tendaji ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo imewekwa katika vipengele hivi ambavyo wao wanaona kama vile wameipa thamani zaidi. So kwa upande wa Simba bado imesalia bado kuna mwenyekiti pale. Rais wa klabu hayupo, ndio maana wanasema kuna rais wa heshima pale. So Mangungu ataendelea kubaki kama mwenyekiti wa Simba. Bwana Mr. David Pasco, madini ndio yameanza hivyo. Kama ulikuwa unajishikilia vizuri simu hicho kifaa unachotumia kututazama, vitu ndio vinaanza kutiririka hivi. Rais wa Young Africans Engineer Hersi Said bwana, mimi nashindwa niseme ameokota dodo, amelamba shavu au vipi, tutaangalia. Ameteuliwa kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya kusimamia mashindano ya vilabu kwa upande wa wanaume duniani na shirikisho la soka FIFA. Kitu cha kwanza ambacho na tamani kujua kutoka kwako Mr. David Pasco, mzee wa madini, hivi ni uwezo wa rais Engineer Hersi Said unatupa picha gani kwenye soka letu kwa vio kama hivi ambavyo anavipata? Amekuwa rais wa vilabu vyote barani Afrika. Leo tunamtaja kama mtu ambaye pia anashiriki katika issue zote za mpira wa miguu duniani. Ni picha gani ambayo tunaipata sasa sisi wa Tanzania kwenye soka letu hapa Tanzania? Kwanza ni ukuaji, lakini pia kupata na kupewa thamani. Unajua huko miaka ya nyuma Tanzania hatukuwa na wakilishi FIFA wala hatukuwa na wakilishi CAF. Ukiachana rais wa zamani wa TFF Leon Gatenga, ambaye yeye pia CAF walimpa nafasi huko nyuma. Kuna changamoto ya kupata coordination between Tanzania kwa maana shirikisho letu na soka letu la ndani kwa ujumla pamoja na CAF na FIFA pia. Lakini kwa miaka hivi karibuni imekuwa ni bahati na sio bahati tu. Ni kutokana na namna ambavyo watu ambao wameingia kwenye mpira wana weledi, lakini pia wana uthubutu wa kufanya mambo mengi ambayo hasa football inahitaji. Unajua unaweza kufanya mambo mengi unnecessary
ambao hauwezi kuweza nasema kwamba kuweza kuipeleka katika eneo ya football na watu wakakuelewa. Sure. Unaweza kuwa unafahamu mambo mengi, ukawa unafanya biashara zako kupitia mpira, lakini sio mpira, sio biashara ya mpira. Kwa hiyo unakuta sasa hivi viongozi walioingia hapa wanafanya biashara ya mpira iende kwa ukubwa wake. Thamani, kupandisha vilabu thamani, kwa maana kuipa value club, lakini pia kupandisha thamani wachezaji, kufika mbali hatua kubwa katika michuano mbalimbali na mambo kama hayo. Lakini pia ushiriki wa vikao mbalimbali vya CAF, vya FIFA vinaendelea kuwapa watu mileage. Lakini pia namna ambavyo unachangia hoja pale ambapo mnapata walau hata theluthi tu ya dakika, wakati unapata nafasi kwenye jopo la watu wakubwa, na namna ambavyo unaweza kuchangia kuadi kitu, watu wanaona jamani brain, so hapo unaweza kupata nafasi ya kuweza kuonekana. Kwa engineer leo hii kupata nafasi kubwa kama hiyo, unajua watu wanaweza kuchukulia poa kwa sababu ni mjumbe, lakini hawajui kama mjumbe yeye ndo ana sauti kubwa pia kwa sababu ya kushauri mambo. Sababu rais wa FIFA anashauriwa na wajumbe. Okay. Rais wa FIFA yeye ana finalize mambo. Yeye ndio mtu wa final say. Yaani level yake ni level ya mwisho. Okay. Top to the climax. Yaani ndio anamaliza kila kitu. Lakini huku chini lazima wawepo wajumbe ambao wao wanakushauri bwana. Tunahitaji sasa hivi ligi ya Tanzania pia ipate nafasi icheze labda na Barcelona. Timu fulani sicheze. Ya hivyo mix. Yaani ushauri ule ndio unapelekwa juu, alafu anajaribu kuchakata. Anaona vipi kitu gani inapaswa kufanyika na mwisho wa siku inaenda. So namna ambavyo anaweza kuzalisha mawazo, namna ambavyo anaweza explain vitu, mwisho wa siku leo tunashuhudia haya. Sasa kwangu mimi nampongeza kwa sababu ni mtoto tu wa Kinondoni, kijana wa Kinondoni. Unajua Kinondoni ni eneo ambalo linazungumzwa ambao wanatoka wajanja wengi na mambo yao ni mengi nini. Lakini Kinondoni amezaliwa mtu ambaye ni brain, mtu mwenye akili katika kutatua changamoto nyingi sana. Very sure. Ukizungumza Engineer Hersi huwezi kumzungumzia kwamba ni mtu wa mpira. Lakini mtu ambaye alikuwa ana ndoto na alikuwa na malengo, na huko chini kashafanya mambo mengi sana kabla hata hajaonekana kwenye uso wa dunia. Kwa hiyo amesoma, yeye amesomea by professional ni consultant engineer ambaye GSM amefanya kazi kwa muda mrefu, amewazalishia fedha nyingi sana. Makampuni yake yameenda mbali sana, lakini mara baada ya hapo watu hawakutarajia, hata wewe hukutarajia kwamba engineer one day ataenda kuingia kwenye mpira moja kwa moja. Na mimi swali langu lilikuwa hapo, lakini kwa namna ambavyo umemfahamu engineers, ule uteuzi ulivyofanyika tu, mtu akakuuliza swali hivi, bwana Dendi, kwa nini Hersi na sio kiongozi mwingine wote wa Tanzania? Maana tuna viongozi wengi wa soka ambao wanaongoza hivi vilabu vyetu Tanzania, wengine ambao wanahisi wanaweza kaa kwenye nafasi ambayo Hersi leo anachaguliwa. Yes, ndio hiyo. Unaambiwa siku zote peleka mtoto shule. Mtoto peleka mtoto shule akasome, lakini pia leo Engineer Hersi Said kinachomsaidia zaidi ni taaluma aliyopata. Elimu aliyoipata ya engineer ambayo imeweza kufanya akili yake ikawa kubwa, ubongo wake ukawa mpana. Kwa anaweza akaendesha masuala mengine ambayo hayahusiani kabisa na kile alichosomea. Na akafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu yuko well understandable, anafahamu vitu vizuri sana. Mfano, Engineer Hersi Said yeye mwenyewe leo ukimuuliza ulitaraji siku moja uje kuwa kiongozi mkubwa wa mpira nchini, atakwambia hapana. Sababu malengo yake yalikuwa katika masuala mengine kabisa huko ya uhandisi na mambo kama hayo. Na jamani, utaki ilianza kung'aa mara baada ya Yanga kupitia Maswahili. Unaambiwa kuna kipindi unaweza kupitia changamoto fulani ikawa fursa kwa watu wengine. Yaani nyumbani kwenu nyewe mkalia, mna shida, mna njaa kweli, mlo mmoja kwa siku. Lakini kuna mmoja anaweza akatokea hapo kwenye hiyo shida na akawa fursa kwa watu wengine. Ndio Engineer Hersi Said. Wakati Yanga wana struggle, Yanga mabakuli, Yanga ombaomba ile, Yanga kwa yakina Sapong, yakina Ipe, yakina Kalinyos, mtu anabebwa kama Mwinyi anatoka yeye hapo, anashangilia kwa sababu watu wamechangishana. Ndipo ambapo engineer alikuja kutoka, kwa sababu ilikuja ikawekwa kitu kubwa kuliko ile kubwa kuliko GSM, ndo akaja akapenetrate pale. Mara baada ya GSM kuingia pale kama mfadhili, engineer akiwa ndani ya GSM, yeye pia akapata nafasi kwenda katika eneo la kamati tendaji kwa upande wa Yanga, ambapo pale pia baadaye akaingia kama mkurugenzi wa ufundi, akaingia katika eneo la utendaji pale ndani ya Yanga, ambapo pale kwenye Excom alikuwa na sauti ya kushauri, tunapata wachezaji fulani fanya hivi. Baadaye hapo ndo mambo yanakuja yanabadilika. Kabla hata hajaenda kuwa rais wa club, akasema nikiwepo hapa ndani naomba tufanye reshuffle yale ya juu sana.
tuondoe wachezaji ambao wapo hawa tunaona hawatatufikisha kwenye nafasi tunahitaji. Panga watu tukasema Yanga hii inaenda. Akaangalia akaona ili tuingie kwenye soko la ushindani, ili tuweze kuwa challenge Simba ambao wamechukua ubingwa mara 4 mfululizo, ili tuweze kurudisha Yanga ya heshima na Yanga ya thamani kubwa, tunapaswa kufanya nini? Cha kwanza tunapaswa kuleta qualities, wachezaji wenye ubora na viwango vikubwa ambao watatupa mataji. Lakini pia lazima tulete wachezaji wenye commitment ambao wao wenyewe wanahitaji kusukuma malengo yao pia. Lakini pia tunahitaji pia makocha, kwa maana benchi la ufundi ile bora, tunahitaji kupata kocha msaidizi, kocha wa viungo, video analyst na kila kitu. Alafu mara baada hapo mwanze sasa kudai makombe. Alipoingia mara ya kwanza tu engineer alisema tusipochukua ubingwa niulizwe. Msimu wa kwanza tu anaingia. Badala yake kuchukua ubingwa. Na nakumbuka almanusura abebe ubingwa. Lakini Nabi alisafiri akamwachia timu Senti Kikazi. Senti Kikazi alienda mawimbi ya bahari alienda kumpiga kule Arusha, alikuwa anacheza na Polisi Tanzania. Ile mechi walishindwa kushinda. Ndipo ambapo gepu la Simba likatokea. Walishinda of course kuchukua ubingwa kama pointi moja tu hivi. Kwa pointi moja tu kama sikosei, 1-2. Msimu uliofuata engineer akafeka kikosi. Akaondoa Deus Kaseke, rafiki yangu Juma Abdul Mnyamani, kina Mrisho Khalfan Ngasa Anko, kina Mapinduzi Balama na wengine wengi. Wengi kweli na wengine ni vipenzi vya Yanga kweli. Kina Kevin Patrick Yonda na Cotton Juice. Kilicho walifika mpaka watu tukasema tuangalie tu kitakachotokea. Walifeka sana pale kina Deus Kaseke, na baada hapo engineer akasafiri akaenda hadi Kongo. Kipindi hicho bado hajawa rais wa klabu ya Yanga. Akaenda hadi Kongo, afika Kongo, akapokelewa kama shujaa kule. Ndio akamleta Fiston Kalala Maele, yani Kibangala, Juma Shabani Soda Bemba. Baadaye ndio akaja pia Moroko alikuja baadaye. Hivi Moroko alikuja na Maele. Moroko alikuja baadaye. Baadaye kina Kisinda walikuwepo, walirudi hapo. Baadaye mtaalamu alikuja pale ndani Makambo. Kuna yule mmoja alikuwa anaitwa Chiko Ushindi yule. Chiko Ushindi alikuja katikati ya msimu na Chiko Ushindi pia akashinda clip. Kwa hiyo engineer akaanza kuitengeneza Yanga imara, Yanga tishio. Mara baada ya kuleta kina Maele wakabeba ubingwa wa ligi. Simba ndio wakaanza kuongezwa kwenye ramani. Wanachukua ubingwa, makombe yote, wanaenda kwenye michuano ya wanafika katika hatua ya finali ya CAF Confederation wakiwa na Baba Nabi pale. Maele anakuwa top scorer wa michuano ya CAF. Wanatoka pale, anaondoka Nabi anaingia Gamondi, alafu yeye hata ajali. Akili ya mpira inasema mimi na suggest huyo hapa aje na anaenda kufanya kazi yake. Mpaka leo tangu engineer ameingia pale, Yanga je kosa ubingwa. Kilichotokea ni kwamba CAF wanaangalia kwamba huyu jamaa kitu gani ambacho anakifanya cha ziada. Why timu yao ina progress, kwa sababu katika miaka mitano ambayo Simba alikuwa anadominate anaenda hadi robo finali, Yanga ndani ya misimu mitatu tu akaingia kwenye rank nafasi ya 12 10 ngapi, ametengeneza pointi 30 na kitu hivi. Yanga kama muda mrefu kama ambao alikaa Simba, na maana leo Yanga ilikuwa nafasi ya pili hadi ya tatu kwa viwango vya ubora barani Afrika. Kwa hiyo vile viwango vinatazamwa na anaangaliwa nani ambaye yuko nyuma ya mafanikio, nani ambaye ana push, nani ambaye anaongoza hii ramani ya vita, nani alipewa ramani. Ni engineer inside. Kuna vile vikao ambao wanakutana mara kwa mara, mara Cairo, mara wakutana sijui Morocco, mara sijui wakutana wapi. Ile inaenda wakati wakikaa pale wakiwa wanachakata, wanaona huyu jamaa ana akili ya mpira. Mara baada ya hapo engineer anapata nafasi kuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, ACA au ACA. Unanipata vizuri? Yaani mwenyekiti wa vilabu vyote. Makina Al-Ali, wakina Baba, ofisi yake na nani wote wao. Na ofisi yake imejengwa iko pale Morocco, sio? Ana ofisi yake pale. Akaanza kuweka hoja zake na nini. Tukaona pia mabadiliko yamfanyika sasa hivi. Kwenye baadhi ya maeneo CAF pale kwenye michuano ya ligi mabingwa na kombe la shirikisho. Shirikisho liongeza idadi ya timu, idadi ziliongezwa na hata pesa ziliongezwa, namna ambavyo maandalizi yanapaswa kuwa na kitu kama hicho. Alikuwa anatoa hoja zake. FIFA wanaona, yani hapa anajaribu kuonyesha namna ambavyo mambo alikuwa anapanda hizo stages. Na maana sio anaonja, sio anagusagusa, sio kwamba anafeli. Yaani mambo ameondoka tangu amekuwa tu kijana wa Kinondoni, akaenda kwa GSM pale akapiga kazi yake vizuri, kampuni kaenda mbali sana. Anaenda pale anakuwa pale tu Yanga kama kwenye kamati tendaji, baadaye anakuwa kama rais wa club. Yeye na Arafat Haji. Baada ya hapo timu inapepea. Baada ya hapo CAF anamuona, anampa nafasi, anaingia katika eneo kwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Anatoka pale FIFA anamuona, jana taarifa inakuja ndio hii hapo anamuuliza kwamba ameteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu vyote duniani upande wa wanaume. Kuanzia mwaka 2025
hadi 2029 ndani ya miaka 4. Hiyo miaka 4 yote anakuwepo pale kwenye jopo lile la FIFA. Wewe tusikao kwenye kujadili masuala maendeleo ya vilabu, tunataka tuboreshe kitu gani? Ina maana yeye yuko pale kwa ajili ya kwenda kuchakata na kuchangia mawazo yake. Wameangalia akili ya engineer. Hawajamwangalia engineer kama jina. Wameangalia brain yake kwamba huyu jamaa atakufikisha huko ambako unataka kwenda. Huyu jamaa ana kitu, huyu ana idea na kitu kama hivyo. Lakini watu walishindwa kuelewa. Wakati wa mapumziko, michuano ya FIFA Club World Cup inaendelea. Engineer alienda kwenye ile michuano kutazama pale Marekani. Wakati anatazama ile michuano, mchana anapata nafasi ya kwenda kusoma course ya Football Management and Development. Ameshahitimu, amepiga ile, amemaliza. Juzi hapa ameenda Sao Paulo na Rio de Janeiro pale Brazil, taifa la mpira. Kaenda pale kukota kwa nini? Kujifunza vitu, watu wanafanikiwa vipi? Mpira kwa nini Brazil mpira uliendaje? Mbona mpira wa Brazil mkubwa? Mbona wana vipaji na nini na vitu kama hivi? Anakuja hapa, anaboresha klabu yake ya Yanga, lakini pia kule kumbe watu wanamuona leo hajapata hii nafasi kwa bahati mbaya. FIFA ameangalia ile akili yake kwamba huyu kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati, huyu mwamba anaweza akaenda kusaidia kitu na akatusaidia hata sisi FIFA kuweza kupitisha baadhi ya vitu ambavyo tunavihitaji kwa maendeleo mazima ya mpira wa dunia. So kwangu mimi nampongeza kwa sababu ni mtu anathubutu, lakini pia akili, brain, ni mtu ambaye mara nyingi huwa hakubali kurudishwa nyuma. So nimefurahi kwa sababu kwa upande wa Tanzania tunapata mwakilishi ambaye anaingia kwenye vikao vikubwa vya FIFA kwenda kujadili mustakabali mzima wa mpira wa dunia. Sio kwamba mpira wa Tanzania, mpira wa dunia. Sasa kuna vilabu vimempongeza, kuna baadhi ya vilabu vinaogopa kupongeza. Yaani nimeona vilabu vingi vimempongeza. Hapo nataka kuchokonoa watu. Simba hajampongeza dunia. Nilijua tu. Wampongeze basi hata kwenye email. Unajua kimya humo usijue. Kwenye ile akafu walishindwa watu kumpongeza. Sasa Simba hajampongeza, ila wamempongeza Karia. Wampongeza Karia. Na Simba TFF wamempongeza. TFF wampongeza. Wampongeza wala vilabu vingi sana. Kwa nini wampongeza? Kwa sababu wanajua jamani, FIFA sio Tandale. FIFA sio mazese kaka. Makao yake ni Zurich. Unaelewa? Kwa hiyo ukimwona mwamba sasa hivi yuko kule unajua anatusemea vilabu vyetu. Simba anapaswa kuingia sehemu fulani, Yanga anapaswa kuingia sehemu fulani, Singida anapaswa kuingia sehemu fulani, na sisi tunahitaji na sisi tufanye 1 2 3 4 5, na sisi tunahitaji tufanye. Yaani baadhi ya sheria inabidi zibadilishwe ili pia hata si mpira wetu nao uthaminiwe kama ambavyo Ulaya huko watu wanafanya, si? Kwa hiyo uweze jua bwana, ndani ya miaka 4 huenda tukapiga hatua kubwa na tukapata maendeleo makubwa, sababu mtu ambaye tunaye kule ni akili ya mpira, brain ya football. Inaweza tukapata Simba au Yanga akashiriki World Cup. Kabisa bro, kwa sababu inawezekana tumenyongwa sana kwa sababu hatuna watu kusemea. Sure. Kila siku nasikia Afrika Kaskazini sijui kinawida Berkane nani. Huko watu ndo wana kila siku wao ndo wao. Hata kitokea sisi tumepata changamoto, hamna mtu anatusemea. Mara Berkane amefahamu ni Amani na Simba. Simba hawajui. Kwa nini? Kwa sababu hakuna watu wenye sauti kule, lakini sasa hizi tayari kuna mtu mwenye sauti. Na yeye anakaa na wanajopo pale. Kama wajumbe wanakaa kwenye kamati ya mashindano ya vilabu kwa upande wa mpira wa miguu duniani. Wana discuss bana, tunataka na sisi Afrika Mashariki tupate hiki na hiki na hiki na hiki ambako watu wengine wanapata. So saluti sana kwake na nafikiri tutatarajia makubwa sana kutoka kwake. Umezungumza kimpira sana. Nikutana nimalizie swali la mwisho kuuliza nini ambacho viongozi wengine wanapaswa kujifunza. Hilo umemaliza kila kitu. Mwanangu sana, mtu mzito, bwana Fribov, Mr. David Pasco amezungumza mengi na mazuri sana ambayo yanamhusu rais wa coach cha Young Africans. Pengine kuna mengi sana kujifunza kutoka kwa mtu ambaye amefanikiwa. Sio vibaya kuiga, kwa sababu ukiiga mfano mzuri hilo ni jambo zuri sana. Alisimama nyuma ya kamera leo sio mwingine, mimi Mr. Kanzale, mimi ni Florence Renato Sini Dada Sports, na kukumbusha kwamba story nyingine nyingi tu zaidi za kimichezo zinaendelea kuja. Naomba nikutakia wakati mwema na karibu tena ndani ya Dada Sports.